أعوذ بالله اللطيف الخبير من الشيطان الرجيم. بسم الله بركة واستعانة الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة. أيها الإخوة في الله، أحييكم بأجمل تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Ndugu zangu watukufu watazamaji, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kiongozi wa umma Nabii Muhammad na juu ya ali zake na sahaba zake na wale wote ambao watakaoshikamana na mwenendo mwema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu wapendwa, tumeona takriban maiti 12 za watoto wadogo, kwa maana watoto wa kike wapo 6 na watoto wa kiume vile vile wapo 6, jumla yao ni 12. Watoto hawa hawakufishwa kwa muda mmoja. Maki mtu anaweza akastuka akaona mbona imekuwa ghafla, na ghafla hata simba aliwahi kumkimbia chura. Ni kwamba jambo hili ni mipango yake Mwenyezi Mungu, na sisi tunasema ni chake Mwenyezi Mungu alichokitoa na ni chake Mwenyezi Mungu alichokichukua. Watoto hawa wapo katika hospitali hii ya rufaa hapa. Ni kwamba hawa walikuwa mama zao wamejifungua kwa nyakati tofauti na wakiwa tayari wameshafishwa watoto hawa. Kwa maana hiyo ni kutokea katika mwezi wa Novemba, Disemba mpaka kufikia hii Januari. Hawa ndio takriban idadi yao inakuwa ni hivyo, kwa maana wametelekezwa na wazazi wao. Kwa baada ya tukio hili jana mnamo saa 7 mchana nilifikiwa na mzee wangu Alhaji Gundamizi katika ofisi yangu inayopatikana mtaa wa Madrasa, kata ya Kanyenye, wilaya ya Tabora, mkoa wa Tabora, na kunifahamisha kwamba katika hospitali hii ya Kitete kuna marehemu hawa ambao tumewaona hapa, na nikaona hapana budi pia kama mimi mratibu ofisi ya mufti wetu wa Tanzania katika kanda hii ya Magharibi, nikaona nifike hapa hospitali nikiwa na mzee. Nimeweza kufika hapa na tumeweza jana pa kufikia leo tunakwenda kuwastiri katika makaburi ya Rufita katika kata ya Bugani. Lakini hapa mnaona nipo na wazee mashuhuri wako hapa, lakini pia tuna kina mama wako hapa pamoja na baadhi ya kina baba. Hawa pia ni viongozi wa Akhlaqul Islam katika mkoa huu wa Tabora ambao tumeshirikiana nao bega kwa bega, na vyombo vya usafiri kama mnavyoviona hapo ni baadhi ya ndugu zetu wa hisani wanaopatikana katika mkoa huu wa Tabora, wametoa vyombo vyao. Lakini pia tuna vijana ambao tayari wamekwishatangulia kule makaburini ambao wanaongozwa na ndugu yetu Yusuf Muhammad pamoja na Kaabi, wanaendelea katika kuchimba makaburi hayo kwa ajili ya kuwahifadhi ndugu zetu hao. Kwa hiyo msafara wetu sasa tumekwisha wasalia na sasa tunaondoka kwa ajili ya kwenda kuwahifadhi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awape subira wazazi wa watoto hawa, lakini pia Mwenyezi Mungu na sisi tuliobakia nyuma yao, Mwenyezi Mungu atujalie mwanzo mwema na mwisho mwema, na tufishe na kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Zangu sisi sote ni wafu watarajiwa. Watoto hawa hawajabaligh na wala hawajafikia wakati wa kuandikiwa madhambi, lakini Mwenyezi Mungu amewaondoa. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha, lakini tuzidishe ibada vile vile na tujitahidi kuishi kwa wema na wenzi wetu, lakini vile vile tukumbuke kwamba sisi pia ni wafu watarajiwa. Wakati wowote tutaondoka katika hii dunia, kwa maana duniani tunapita na akhera ndiyo makazi yetu. Kila nafsi itaonja mauti na bila shaka mtalipo malipo yenu siku ya Kiyama. Atakayetengwa mbali na akaingizwa peponi, bila shaka mtu huyu atakuwa amefuzu, na hayakuwa maisha haya ya dunia isipokuwa ni starehe za muda mfupi tena zenye kudanganya. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ampe hekima kubwa na busara Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia tunamwombea afya njema Mheshimiwa Sheikh wetu mkuu na mufti wetu wa Tanzania kwa maradhi yake ambayo alikuwa ameyapata, na sasa alhamdulillah karuhusiwa yuko nyumbani. Basi Mwenyezi Mungu amponye kwa haraka ili aendelee na majukumu yake kama kawaida. Na tuombee pia ndugu zetu hao jumuiya yetu ya Akhlaq, na wao endelee vizuri katika kutoa huduma za wagonjwa katika hospitali yetu hii ya rufaa hapa Tabora. Billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli mimi nilipata hizo taarifa mara ya kwanza zilinishtua, kuambiwa kwamba kuna watoto wachanga 11 ambao wanahitaji msaada kuja kupata faradhi yao. Nikajiuliza ili tukio hao watoto wachanga ni ajali au ni kitu gani? Lakini baada ya kufika hapa kupata maelezo kwa wahusika
ndio wakatoa taarifa kwamba hawa wamezaliwa kwa wakati tofauti, lakini wazazi wamewaacha. Inatia uchungu sana kwa sisi kina mama. Tunabeba mimba kwa mitihani mizito mpaka siku ya uchungu, mtihani mzito mpaka unajifungua. Imetokea bahati mbaya, bado ni wa kwako tu. Hata kama amefariki, lakini hakuna sababu ya kumwacha ovyo ovyo au azikwe masikitu. Ni uchungu mkubwa sana, unaleta huzuni kwa upande sio kina mama. Naomba kina mama wenzangu, inapotokea bahati mbaya umejifungua mtoto amefariki, mchukue tu mpeleke nyumbani akastiliwe nyumbani, sio kumwacha. Unapomkana hapa duniani, ina maana hata kesho umeshamkana. Niwaombe kina mama waliona hilo kwa huzuni sana na walifanyia kazi. Pia nashukuru uongozi wa serikali, wa dini kwa mshikamano ambao tunao hapa Kitete. Naomba tuendelee na mshikamano huo na umoja wetu, tuendelee kufanya matendo mema ambayo itakuwa faraja kwetu na kwa umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, naitwa Amri Ali Ngawanai, ni katibu wa taasisi ya Akhlaqul Islam Tabora. Tukio hili yako mengi kama alivyosema kiongozi wa mochwari. Sisi kama Akhlaqul Islam tunafanya kazi hii mara kwa mara, lakini tukio hili ndio mara ya kwanza kuzika watoto wengi kiasi hichi hivi leo. Nilipigiwa simu na kiongozi wa hapa mochwari, nikapata taarifa za watoto hawa, na mimi nikakwenda kupigia simu viongozi wenzangu wa Akhlaqul Islam na wengine kwa ujumla. Kwa hiyo hapa napoona wote ni wana Akhlaqul Islam, Sheikh Hussein mlezi wetu wa Akhlaqul Islam, yuko mzee Kono, mzee Gunamizi, tumefanya kazi hii kuanzia mmoja mpaka mwisho. Wito wangu kwa Waislamu wote tujiunge na taasisi ya Akhlaqul Islam, kwani humu ndani kuna changamoto nyingi sana ambazo zatukia za maiti kama hawa, kuna wagonjwa mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba tuungane kwa pamoja, tusizane kwa pamoja ili tufikie malengo mazuri kuifanyia jamii mfano wa haya ya leo. Kwa ningeomba tu watu tuje kwa wingi, matukio mbalimbali, tuone Akhlaqul Islam, tuna magereza kulikuwa na wafungwa na sehemu mbalimbali ili tufikie lengo la Allah kutulipa hapa duniani kisha pia akhera. Asalamu alaykum. Jina langu naitwa Othman Kondo. Kwa hili lililotokea kwa kweli linahuzunisha sana. Huko nyuma kama ulivyouliza swali lako, je, haya mambo yametokea? Ni kweli yalitokea, lakini si katika mtazamo kama huu. Haya mambo yaliyokuwa yakitokea nyuma yalikuwa mambo ya siri sana, na mpaka mtu ujulikane kwamba umezaa mtoto na umemtupa, ukijulikana ole wako. Kwa hiyo hili sasa hivi naona kama limekuwa ni jambo la kawaida kwa umma wa sasa. Hawa watoto 12 tuliowazika hapa hawakufa kwa kipindi kimoja. Hawa wamekufa kila mmoja kwa wakati wake. Lakini cha kushangaza, uongozi ambao unahudumia jamii leo hii wanawaachia dada zetu wanafanya mambo kama haya ambayo hayastahili kibinadamu. Na inashangaza kuambiwa kwamba huyu mama aliyepata mtoto huyu kakimbia hospitali lakini kamwacha mtoto. Na huko nyuma labda kwa sababu tulikuwa wachache, lakini kwa uchache wetu tulikuwa na vile vile na uongozi wa udogo kutokana na uchache wa binadamu. Haya mambo hayakutokea hivi. Hili ni jambo linatisha sana. Leo hii viumbe 12 tumewalaza hapa. Sasa hawa viumbe 12 ndani mwe humu walikuwemo maraisi, walikuwemo mawaziri, walikuwemo madaktari. Mwenyezi Mungu angewahifadhi hawa. Au tuchukulie kwamba ni kadari ya Mwenyezi Mungu imepita. Lakini kitendo kilichofanywa na dada zetu kuwatelekeza hawa watoto ni kitendo kichafu sana. Laiti kama wangekuwepo na hawa watoto wangelelewa na wazazi wao kama walivyolelewa mimi na wengine, basi dunia ingekwenda vizuri sana. Humu katika hao tuliowazika kuna watu wana IQ, wangekuwa na IQ kubwa sana. IQ kwa maana kwamba wangekuwa na akili zisizokuwa na mfano. Hizi akili zingeweza kutunufaisha sisi wakazi wa Tabora na taifa zima pia na dunia. Lakini hili jambo linastahili kukemewa. Na wakemeaji ni sisi wazazi. Tusiwaruhusu watoto wetu, kwa sababu na dhiki zetu hizi zinatuletea shida. Tunafanya haya kutokana na dhiki,
tunawaachia watoto wetu, wanakuwa huru, wanakwenda kutusababishia mambo kama haya. Tunayaonea aibu sana, tunayaonea aibu sana. Ni sisi wazazi tuwastahili kulaumiwa, na lawama hii hakuna wa kumwendea zaidi ya wazazi. Na wazazi kama tungekuwa tunawashirikisha watoto wetu katika kutenda mema, basi haya sengeza kutokea.